Leo kama ambavyo mnakumbuka ni kwamba ilikuwa ni siku ya kutekeleza ile amri ya mahakama ya rufaa kupitia ile amri yake katika kesi za mapitio namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 za mwaka 2026 ambazo ziliamuru kwamba lile pingamizi la kuhusiana na ukomo wa muda au swala kwamba mgogoro ulianza lini katika kesi hii, basi urudishwe kwa jaji wa mahakama kuu aweze kutolea uamuzi. Mara ya kwanza hii kesi ilikuwa chini ya Jaji Mwanga, na kutokana na ule uamuzi wa mahakama, Jaji Mwanga ile faili ikaondolewa kwake ikapelekwa kwa Jaji Ngunyale. Jaji Ngunyale ameweza kutusikiliza mapingamizi yetu, tukiwa tunazungumza kwamba katika ile hati ya madai haionyeshi hata sehemu moja kwamba ule mgogoro umeanza lini, bali tu ni sehemu kwamba hali ya mali ilikuwaje tarehe fulani na tarehe fulani, na vile vile hakuna hata sehemu moja ambayo inazungumzia kwamba kama yale matamko kwamba viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamekuwa wakitaka kuondoa zile kinga maalum na upendeleo maalum wa kikatiba ambao Zanzibar inapata kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba Chadema imekuwa inatamka maneno ya kutaka kuvunja muungano na kuchukua hizo kinga. Hakuna sababu ambako imesemwa. Kwa upande wa wajibu wenye kesi wenyewe na mawakili wa Said Isa Mohamed, wao walikuwa wanasema kwamba hati yao ya madai inaonyesha kabisa kwamba mgogoro huo ulianza lini, na kwa maana hiyo wana hiyo kinga, na vile vile wakasema kwa mujibu wa kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ukomo wa muda, basi kwa kuwa hii inahusika na masuala masuala ya mali ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, basi wao hakuna ukomo wa muda kuhusiana na kesi ya namna hiyo. Tumeweza kuambia mahakama kwamba kutoa tafsiri tofauti kwamba hicho kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza kinazungumzia tu kama wale wadhamini wanakuwa wameshtakiwa katika nafsi zao kwamba wametendea vibaya ile mali ya wakfu, na si kama ule wakfu wenyewe kuweza kushtaki. Sasa tukawa tumezibishana hivyo, mwisho wa siku tukawa tumemaliza hizo hoja. Sasa swala ni kwamba limewekwa kwa Jaji Ngunyale, anapitia kila hoja zetu na kesi ambazo tumetumia kuweza kuunga mkono na pamoja na sheria, na mwisho wa siku ametuambia kwamba tukutane tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 6 mchana ndipo ambapo atatoa uamuzi wake. Asante. Shabani Nsato Marijani ni wakili wa waleta maombi kwenye ile shauri linalohusu Said Isa Mohamed na wenzake dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, nikimaanisha bodi ya wadhamini na katibu mkuu. Itakumbuka kwamba baada ya kwenda mahakama ya rufani, amri iliyotolewa ni kwamba shauri litarudishwa mahakama kuu, na jambo la kwanza litakalofanyika ni kusikiliza pingamizi la awali moja ambalo jaji aliyekuwa anasikiliza, Jaji Mwanga, alisema kwamba ni swala la ushahidi, halitakiwi kuamuliwa kama pingamizi la awali. Kwa hiyo leo tumefika, tumesikiliza hoja za mawakili wa wajibu maombi kuhusiana na hiyo hoja, na sisi pia tukajibu hoja zetu tukikinzana na hoja zao, wao wakiwa wakieleza kwamba ile nyaraka kitaalamu tunaita pleading ambayo imeletwa kufungua ile shauri haijaeleza kwamba chimbuko la mgogoro ni lini, na wanasema hicho ni kosa kisheria na kwamba inatakiwa kwamba shauri liondolewe. Lakini sisi ikawa ni hoja zetu za majibu kwamba ile nyaraka yenyewe, ile pleading inajieleza wazi na kinagaubaga kwamba ni tarehe ngapi hayo malalamiko yameanza, na kuna baadhi ya malalamiko ambayo bado ni endelevu. Kwa hiyo haiwezi kuwa sahihi kusema kwamba yamepitwa na muda, na tukielezea pia kwamba kwa mashauri yanayohusu mali zinazoshikiliwa na bodi ya wadhamini, sheria ya ukomo wa muda, Law of Limitation Act section 18 sub 1 kama sikosei, imeeleza kwamba haya mashauri yametolewa nje ya ukomo wa muda. Kwa hiyo ikawa mawasilisho yetu sisi ni kwamba pleading imejitosheleza, imeeleza wazi kwamba kila lalamiko na muda wake ulioanza ni upi, na muda huo uko ndani ya matakwa ya kisheria, na kwamba hata kama ingekuwa, hatusemi ni hivyo hivyo, lakini hata kama ingekuwa hatujaeleza au iko nje ya muda, mashauri yanayohusu mali zinazoshikiliwa na bodi ya wadhamini yamekuwa exempted na hiyo ukomo wa muda. Kwa hiyo baada sisi kueleza hayo, na wao wakapata nafasi ya kujibu pia. Amri iliyotoka ni kwamba ndani ya siku 7, kwa hiyo tunaongea tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2026, mahakama itakuja kutoa uamuzi, aidha pingamizi lao lidumu na kesi iondolewe, au pingamizi lao liondolewe na tuendelee na taratibu nyingine. Sasa siwezi kuongelea kwa sababu
nitakuwa naingilia majukumu ya mahakama. Ni kazi yetu sisi mawakili kuleta hoja, ni kazi ya mahakama kusikiliza hoja na kuamua hoja ipi ni sahihi kisheria. 20 mwezi wa 5 samani. Kwanza nitumie fursa hii kwa kweli kuwashukuru sana jopo la mawakili waliotuwakilisha mahakamani, katibu mkuu na bodi ya wadhamini iliyoongozwa na wakili Mpale Mpoki akisaidiwa na wakili Dr. Rugemeleza Nshala, kuwepo wakili Hekima Masipu na alikuwepo vile wakili Seleman Matauka. Kwa tunawashukuru kwa kweli kwa kuendelea kutuwakilisha mahakamani na kuongoza mapambano ya haki hapa mahakamani. Pili, nishukuru wanachama ambao wamefika, ambao walikuwepo mahakamani, wengine waliwahi kuondoka na mbaki mpaka sasa. Asanteni sana, na nitoe mwito kwa wananchi na wanachama wa Dar es Salaam na wapenda haki na wapenda demokrasia kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 20 mwezi Mei saa 6 kamili mchana pale jaji wa mahakama hii atakapokuwa amekuja kutoa uamuzi juu ya pingamizi la awali ambalo upande wetu umeliwasilisha. Sisi tunaamini kwa hoja ambazo zimejengwa na mawakili wetu na kwa hoja na vielelezo vya kesi rejea mbalimbali, tunaamini haki iko upande wetu. Hatutaingilia uhuru wa mahakama, lakini tunatoa mwito kwa watu wote kufika siku hiyo kusikiliza uamuzi wa mahakama. Kwa hilo la kwanza ambalo nilitaka nilizungumzie. Nataka kuwataarifu tu kwamba mwenyekiti Tundu Lissu bado ameendelea na azma yake ya kuunganishwa kwenye kesi hii. Awali alitaka kuunganishwa kama Tundu Lissu ambaye vile ni mwenyekiti wa Chadema. Hoja hiyo ikatupiliwa mbali. Sasa amewasilisha maombi mahakamani ya kuunganishwa kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake ya mwenyekiti wa Chadema. Tunasubiri taratibu zikamilike za ufunguaji wa maombi hayo na hatimaye iweze kupangiwa tarehe ya kusikilizwa ili kama shauri hili litaendelea mbele, basi tunaamini kwamba shauri hili kwa hali ilivyo linaweza kumalizika tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu pale maamuzi ya awali ya pingamizi yatakapokuwa yametolewa. Lakini kama uamuzi utatoka wa kutaka kuendelea na shauri hili, basi tunatarajia vile vile kwamba itapangwa tarehe vile vile ya kusikilizwa hayo maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kuunganishwa kwenye shauri hili. Na nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito ambao ulitolewa na kikao cha kamati kuu